yani tunataka tusikilize. Kwanza nasema kwamba manhaji ya salaf salih, mfumo wa wema waliotangulia katika kila zama, ndio mfumo wa Qur'an, ndio mfumo wa Sunna, ndio mfumo wa wema waliotangulia. Mfumo huu kila la kheri tunalotaka sisi katika dini hii lipo. Kila jambo tunalotaka sisi, kuanzia masala ya kula, kulala, mpaka mambo ya itikadi, mpaka mambo ya uongozi na kila kitu, yapo yameshapangwa na yameshawekwa. Mikusanyiko yetu, taalimu zetu, njia kuelimishana na kila kitu kimewekwa, kipo na utaratibu wake. Tatizo liko wapi? Tatizo liko kwa watu wenyewe, wameelewa au hawakuelewa. Wako ambao wamefahamu na wako ambao hawajafahamu. Sasa kwa kutokufahamu kwetu haina maana kwamba tutafute urahisi na wepesi kwa njia nyingine isiyokuwa hizi ambazo tunatakiwa tuzifuate. Nikisema hivyo nakusudia nini? Mfano, nitazungumzia mambo mawili. Swala la kwanza da'wa, swala la pili ni kujiorganize, yani umoja wetu tunapokuwa katika masala fulani kama ya kujiunganisha, kama tuseme taasisi fulani. Masala haya yametuingizia bid'a katika sunna. Swala la kwanza da'wa, utakuta sisi watu wa sunna miundo yetu ya da'wa imeathirika na wasiokuwa watu wa sunna. Yani wasiokuwa watu wa sunna ni wengi, miongoni mwa hao ni watu wa tablighi. Nasema hivi nikiwa na ushahidi 1000 au zaidi. Moja katika ushahidi huo ni kwamba jamaa wa tablighi wana tarika 4 ambazo wao wanazipa bai'a huko makao makuu yao walipoanza, kwa sababu jamaa wa tablighi walikuwa Muhammad Ilyas Kandahlawi. Muhammad Ilyas Kandahlawi ni mtu mwenye asili ya bara hili. Wana watu wengi waliandika vitabu kuhusu yeye, watu wake na wapinzani wenye kumpinga. Huyu bwana muasisi wa jamaa hii ni Hanafi katika madhehebu ya Hanifa, tena ya taklidi, na katika akida yake ni Maturidi, yani ni itikadi ambayo kinyume na itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa, itikadi ya Abu Mansur al-Maturidi. Hii ndio akida yake aliyokuwa nayo, na miongoni mwa itikadi zao na itikadi kama Mwenyezi Mungu ni tofauti, si kama itikadi ya salafu salih kwa Mwenyezi Mungu al-Rahman al-Arsh istawa, kwa Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi. Swala hili kama nitasahau kulizungumza, basi nitakuja kwa swali lingine katika hili, nisema kulizungumza hili sio hili kwa swala kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya arshi. Mbona ni swala dogo tu hili? Baadhi yao wanasema hivi. Sasa nataka nifafanue kwamba si dogo. Katika maelezo yangu naweza nikafundisha kidogo kwa sababu swala limeingia katikati. Kwa hiyo wao katika itikadi ya swala hili wamekwenda nje na itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Halafu isitoshe ndani ya mfumo wao huwa wameunda tarika 4. Kuna tarika ya Shadhiliyya na kuna tarika ya Qadiriyya na Diwaniyya na Sahrarudiyya. Hizi zote ni tarika za kisufi. Hapa ni tarika ya Qadiriyya na tarika ya Naqshbandiyya na Diwaniyya na Sahrarudiyya. Zote hizi ni tarika za kisufi. Kwa hiyo matablighi bara hili imma takuwa Qadiriyya, hawa watu wa Qadiriyya ambao wanafahamika kutoka katika mashariki, au watakuwa ni mtu wa tarika ya Naqshbandiyya, fulani Naqshbandi, yani tarika katika tarika za kisufi ambazo kinyume na tarika ya Ahlusunna wal Jamaa. Kadhalika kuna tarika Sahrarudiyya, kadhalika Diwaniyya. Tarika hizi mbili, Diwaniyya na Sahrarudi, ni tarika ambazo kwa wingi zinapatikana bara hili. Naqshbandiyya huko Afrika Mashariki pia wako baadhi yao, kadhalika tarika ya Qadiriyya. Na bila shaka walikuwa katika tarika hii sio hatu sunna. Kadhalika
mtu anaweza akasema lakini si hawa wa bara Hindi, kwani sisi tumetuso gani? Sisi kwani tunaona kwamba ni watu watembea vijijini katika miji, wao watu waleva wala riba wanawakataza, mtu haswali anaweza katika njia sawa sawa, mtu mwingine alikuwa mlevi na nini, sasa anasema ana qiyamul layli, anatoka fi sabilillah, mambo ambayo kwa kweli inaonyesha kwamba kwa hakika. Sasa mimi hili sitaki kulizungumza kwa kirefu sana, kwa sababu nikilizungumza kwa kirefu itatupotezea muda mwingi yani, kwa sababu kuna mambo nitakayozungumze kwa ufupi kama nilivyotangulia kusema kwamba mambo haya inshallah tutakayozungumza katika muhadhara wa kesho kwa unwani wa aqida as-sahawati al-islamiyya, hali halisi katika mlipuko na mwamko wa dawa ya Kiislamu. Hii itakuwa inshallah ni mada ya kesho. Sasa hapa nataka kugusia kwamba watu wanaweza wakohoji hivyo. Sasa mimi nataka kueleza siku moja mimi nilipata ugeni. Nukta hii itakuwa inakariri, nadhani ni karibu mara ya pili au mara ya tatu sasa kuzungumza, kwa sababu ni swali haki. Alikuja bwana mmoja katika wakubwa wa tablighi hapa Tanzania, nikitaka nimtaje ndio kumtaja, lakini mimi simfiki kwa sababu hasa hivi sio haja ya kumtaja, lakini mmoja katika wakuu wa tablighi, sababu tablighi kule Dar es Salaam markazi kuu mbili zimegawanyika kwa muda kidogo. Kuna markazi ya Kiwalani na markazi ya Bongo la Mboto. Sasa mmoja katika markazi hizi mbili, mkubwa wao aliwahi kunifanyia ziara nyumbani kwangu kule ambako naishi mimi, kwa lengo la kuja kutaka kunilingania. Baada ya kupata taarifa kwamba mimi nilipiga sana, nilitandika sana dawa ya tablighi, wakaja nakumbuka katika baada ya mwezi wa Ramadhani katika siku ya Shawwal, kaja na grupu lake na vijana wake. Katika wao kuna ambao wananifahamu na tuliweza kufanya mazungumzo, nikawa nasihi, jamani hivi mnapokwenda si sawa sawa, ni kadha, wale wakaelewa. Kwa hiyo wakaona kwamba amekuja amiri wetu na huyu ni mtaalamu, wacha tumpeleke, wakamleta. Yule bwana niliweza kukutana naye katika siku za haji kule Makka kadhalika Madina, lakini hatuzungumzi, tusalimiana tu, hatujawahi kuzungumza mambo haya. Siku ile alipokuja kwangu, mara ya kufika tu, salamu alaykum, msalamu, karibuni jamani, tukakaa. Sisi tumekuja, mimi wakajitambulisha, mimi nimesoma kwa shehe fulani na shehe fulani, nikasoma mahali fulani, nikaenda nikasoma mahali fulani, akaelezea sehemu nilizosoma na maulama waliomsomesha. Kwa hiyo sisi dawa yetu ifanye kiuhakika, tufanye tukiwa na elimu. Kwa hiyo katika ndani ya jamaa hii kuna watu wenye elimu. Sisi dawa hii tunasema kwamba haina mfano wake, kwa sababu hakuna dawa inaweza kumtoa mlevi ikamleta msikitini zaidi ya dawa hii. Dawa hii ndio inawafanya watu wakawa kitu kimoja, Waislamu wote ni kitu kimoja. Mimi nimekwenda China, nimefika China kule, tukafanya juhudi mimi na wenzangu, tukapata watu wa China 400, tukawakusanya mahali fulani, tukazungumza nao, wakakubali kujenga kundi, wakatoka kwenda Lagos, Nigeria. Kwa hiyo mimi nikapata khairi kubwa kule China, ambayo mimi khairi hiyo sijaipata hata Makka. Khairi kubwa kabisa. Sasa mtu kusema kwamba yeye mimi salafi, mimi ni sunna, nini huku kutaka kuwagawa Waislamu, kwa sababu hakuna usalafi wala sunna zaidi ya kusema la ilaha illa Allah. Wote tekana kitu kimoja, la ilaha illa Allah. Kazungumza kwa hamasa, kazungumza kwa sijampa ruhusa ya kuzungumza, lakini alianza kuzungumza na mimi nisikumkatiza. Sema alipomaliza nikawaambia magharibi imekaribia, mimi nikisema pengine nitazungumza dakika 5 au 7 adhana itaadhiniwa, na mimi nikakujibu katika haya uliyozungumza, kwa sababu sio tulizungumza ni haki. Kwa hiyo kama ulipozungumza na mimi nisikilize nizungumze. Akataka kusema bwana unajua muda, mzake kwambia hapana, muda kwa kusikiliza na wewe msikilize, yana maneno yake. Tayib, akakubali. Tuna tukaswali maghrib, karudi. Kweli nikachukua nafasi ile nikamwambia shekhe, mimi sisikii vibaya na kuambia wazi kwamba katika watu ambao wanaipinga vibaya sana dawa tablighi mimi ni mmoja wao, lakini ninafanya hivi kwa kuona kwamba hili ndio linafanya dini, na pia ndio nawaambia na nyinyi kabisa, yani
hivi ninavyofanya naona kwamba ni dini, na hivi naona kwamba kwa mujibu nilivyosoma nikaangalia na kiutafiti nikaona kwamba hili swala si sawa, hivi ninavyokwenda si sawa, na wala hii sio njia aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini nakuombeni kama haya nitakayoeleza ni kinyume na haki, wajibu wenu ni kunibainishia kwamba dalili uliyoitoa kadha si mahala pake, si sahihi, sio, kuna dalili kadha kadha kadha, niongoze katika haki. Mimi ni mwanadamu, naweza nikafikiria tofauti na vile ilivyokuwa sawa sawa. Na pia ndo nawaambia kabisa na nyinyi hapa kwamba haya ninayozungumza kama kosea ni haki yenu kunirekebisha. Sasa nikamwambia sisi tumeachiwa da'wa na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa Qur'an. Mimi naona kwamba da'wa hii makundi mengi ya khalifu da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikiwemo da'wa ya tabligh. Kwa mfano tukifungua sura Yusuf katika aya za mwisho utakutana aya inasema kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen. Sema Muhammad, uwatangazie watu ya kwamba hii ndiyo dini yangu, ndiyo njia yangu, sabili kwa maana huu ndio mfumo wangu, ndio njia ninayopita mimi. Ninawalingania watu kwa Allah, yani kwa ikhlas. Nalingania, lengo si kupata mali kwa watu, lengo si kupata ujira kutoka kwa watu. Qul la as'alukum alayhi mala, qul la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Sema mimi siombeni ujira wangu haupo isipokuwa kwa yule aliyeniumba. Hivi hamna akili? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam da'wa yake si da'wa ya kuomba na kuomba ujira kwa watu wamlipe, kwamba asema ili apate aghrad na malengo ya kidunia. La, da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mukhlisan lillah. Kwa hili ni la kwanza, hii ndio njia yangu, ninawalingania watu kwa Allah. Kwa lazima tulinganie watu kwa Allah ikhlas. Kisha asema ala basira. Kwa ikhlas haitoshi, iwe tena kwa elimu, ala basira, kwa elimu. Kwa yoyote atakayesimama kuwalingania watu bila elimu amefanya makosa. Nataka ufahamu pia vile vile kwamba kunyamaza kimya kwa mtu anayejua sio sababu ya kumfanya asiyejua aseme. Naeleweka? Mtu ajua, kasoma, kamaliza masomo yake pengine kwa mashaikh tofauti tofauti, kasoma vyuo tofauti tofauti, kamaliza, ana madigrii pengine katika dini au kadha, amekuja hapa pengine uza tambuku, alikaa tembea birika lake auza dawa, mkipata wasaa hafanyi dawa, kimya kabisa. Mtu huyu ana dhima mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa kuficha ilmu. Kimya chake hakimfanyi jahili mjinga asijue chochote katika dini asimame aseme. Huyu ana dhambi na huyu ana madhambi makubwa zaidi, kwa sababu katika madhambi makubwa zaidi ni mtu kusema bila ilmu. Kwa hiyo ukiona mtu fulani amesoma na hasemi, sasa wewe unataka kusema, soma alafu useme. Hiyo ndio njia ya kufanya. Mtu fulani haswali, kachukua udhu, ana kila kitu, kanzu safi amevaa, kilemba, hata kuswali, haina maana kwamba ukurupuke tu na wewe uswali bila udhu. Yule ana udhu akianza kuswali. Sasa wewe ukitaka kuswali, chukua udhu alafu ndio uswali. Sasa sio yule kusema na elimu, soma naye alafu useme. Kwa sababu katika madhambi makubwa Allah tabaraka wa taala katika suratul A'raf anasema qul inma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal-ithma wal-baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Aya anasema Allah tabaraka wa taala, sema kwa hakika hapana vingine ameharamisha Mola wangu mambo machafu
yaliyo dhahiri na yaliyo yasiri, na ufuska yani madhambi na kuasi pasi na haki na kumshirikisha Allah tabaraka wa taala na kumsemia Allah lile msilolijua. Huna ujuzi nalo ukasema dini yasema hivi, kumbe sivyo. Hali makosa. Kadhalika Qur'ani yatuambia katika aya katika suratu Bani Israil, Allah tabaraka wa taala yasema wala taqfu ma laysa laka fihi ilmun, usisimame kulifuata jambo usilo na ujuzi nalo ukasema jambo ambalo huna ujuzi nalo. kwa sababu gani? inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. usikivu wako, uoni wako, moyo wako, vyote vitakwenda kuulizwa. Kwa nini umesema hivi na hali yako huna ujuzi nao? Dini yasema hivi, Mungu kasema hivi. Hili ifai. Kwa hiyo nikamwambia shekhe ni lazima elimu kwanza. Na ndio maana aya 122 ya sura at-Tauba Allah tabaraka wa taala kalihimiza hili. Akasema wama kana almu'minuna liyanfiru kaffatan. Haiwezekani kwa waumini wakatoka watu wote wakahama wakaacha miji yao wakaenda Madina wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani kwamba Singida nzima hii itoke katafute elimu. Ni nani atakayesimamia mambo ya miji? Miji sitakufa. Sasa Mwenyezi Mungu anasema falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa. Basi tungetoka katika kila kundi miongoni mwao katoa kikundi kidogo. Lingetoka kundi dogo. Lende wapi? Fi sabilillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema liyatafaqahu fi din, wakajifundisha dini. Litoke kundi katika miongoni mwenu nyinyi mkajifundisha dini. Allah tabaraka wa taala anafanya ta'yin liyatafaqahu, akusema liyatafaqahu wakajifundisha, au liyataallamu au liyuballighu watu wakafikishe, au wakajifunze tu hivi liyatafaqahu fi din, ili wakajifundishe dini. alafu nini? liyatafaqahu fi din waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim, kisha ndio wakawaonya jamaa zao watakaporudi kwao. Ukisharudi sasa sema ukiwa una elimu. Lakini kama huna elimu usiseme, utaharibu. Huwezi kufundisha dini. Mnasemaje lau kwamba mtu amesoma madrasa juzu amma kamaliza, kingine kasoma baadhi ya vitabu babu maji akasoma, ni mwalimu wa madrasa. Mara shule katika shule fulani ya sekondari kama ni A level au O level wanakuja, bwana sisi hatuna mwalimu wa hesabu, hatuna mwalimu wa science. Chukua vitabu hivi hapa kafundisha science. Kweli inawezekana? Inawezekana. Huyu kasoma mwenye elimu yake ya dini, kajifundisha juzu amma, kasoma babu maja, kasoma usulu thalatha, wanampa mathematics ataziweza. Mfano hesabu zile za equation kama hivi, akae pale afundishe kwamba hapa ni uongo. Kwa hivyo ukamchukue mtu hakusoma dini kabisa, eti aende akazungumze na Waislamu, azungumze lipi? Jambo gani atakalozungumza? Au dini ni kwamba mtu yuko huru anaweza kusema chochote? Namwambia hivyo kwamba hivi kweli mtu ana uhuru wa kuzungumza katika dini hata kama ana elimu? Sasa aya hii nini mwitumia? Watu watoke kwa maana fi sabilillah wakalingania, na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu anasema watoke wakafundishe dini, ukajifundisha dini. Sasa vipi? Ni vipi? Mbona tunakwenda kinyume nyume? Wewe mchukua kutafundi baskeli asiba panchi, baba salamu alaykum, sisi dawa tumekuja alingania, funga virago vyake ikapembeni, panchi akaacha, twende msikitini. Wakati wangapi kutoka kwa siku tatu mtu anyosha kidole ndio baskeli ilikuwa kisiba panchi naye yuko, twende kisha akifika msikitini asimamishwa naye azungumze mbele msikiti za tablighi. Hivi wewe unadhani atazungumza kitu gani?
ni lazima ajifundishe dini, na huko kuliko hakuna kufundisha dini ni shura. Na mimi hili nalijua, nyinyi ndivyo mnavyofanya, na mnalitikia swala la elimu na kuwapiga vita watu wenye kusoma. Kwa hiyo da'wa ni lazima iende kielimu. Kisha nikamwambia shekhe, sisi tuambiwa imani zetu ziwe kama imani za masahaba, yani vile walivyokuwa kiitakidi. Sizungumzii kwa ujao, nazungumza kwa kuwafikiana, kwamba vile tunavyoitakidi mimi kuhusu Allah tabaraka wa taala ndivyo wao walivyokuwa waitakidi masahaba. Sisemi kwamba imani zetu sawa na kama Abu Bakar kama Umar, wale tayari ni watu washapata tazkia za Allah tabaraka wa taala na bishara washapata kuingia katika janna. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema la yastawi minkum, asema katika suratu al-Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Hawezi kulingana sawa wale waliotoa mali zao kabla ya kutekwa mji wa Maka ukaingia katika Uislamu na wakapigana jihadi kabla ya kipindi hicho. Hawawezi kulingana sawa na waliokuja wakatoa mali zao baada, wale masahaba, lakini baada hawawezi kulingana sawa. Hawa walitangulia na hawa walikuja baadaye, haiwezekani. Pamoja na kwamba wote Mwenyezi Mungu amewaahidi pepo, wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Sasa iweje, itakuwaje sisi tuliokuja qurun wa qurun baada dhalika kathira, na karne nyingi baada ya hapo, bila shaka hatuwezi tukaingia katika ujao wa imani zao, lakini tunataka imani hizi zifanane bimithli ma amantu. Sasa niwaulize nyinyi, mnasema Mungu yuko wapi nyinyi? Kani jamaa tablighi mwitakidi Mungu yuko wapi? Na mimi najua kwamba wao ni Sahrawardia, najua kwamba wao ni Naqshbandia, najua kwamba wao ni Qadiria. Itikadi yao waliokuwa nao kwamba Mungu yuko kokote. Aliulizwa Imam Abu Hanifa, mtu akiulizwa je, Mwenyezi Mungu au arshi ya Allah iko wapi? Akasema sijui. Nini hukumu yake? Abu Hanifa asema huyu kakufuru. Je, akiambiwa kwamba akisema kwamba Mwenyezi Mungu hayuko kwenye arshi, huyo atakuwa kafuru. Abu Hanifa asema hivyo katika al-Ulu, kitabu al-Ulu cha Imam al-Dhahabi, na kifanya ikhtisar na Sheikh Albani anataja masala hayo. Akauliza, je, mtu akisema kwamba Mwenyezi Mungu yuko kwenye arshi lakini sijui arshi iko mbinguni au iko ardhini sijui, asema pia kafuru. Sasa sisi tunasema hii ni hukumu, lakini atumbabakizi nayo mtu mmoja muayyan kwamba huyu kasema hivi kafiri, kwa sababu kuna masharti na kuna vipengele muhimu vya kuzingatiwa katika ile. Tumkufurishi kila mtu anasema hivi, sababu misingi ya Ahlusunna wal Jamaa. Sasa nyinyi mwitakidi tofauti na masahaba, je, hamuoni kwamba mkosea? Kwanza hili katika elimu nyinyi hilo amnalo, kadhalika hili swala la da'wa ya itikadi. Nyinyi kweli mwitakidi mkisimama mtu azungumza Mwenyezi Mungu kaumba chura, alhamdulillah Mwenyezi Mungu akutumba sisi chura, ingekuwa sisi tu tunafanya kadha, Mwenyezi Mungu akutumba sisi kuwa ni mende, ingekuwa tuko chooni, Mwenyezi Mungu. Hili ni maneno kama haya, ni kuzungumza tauhid ar-rububiyya. Mtu ataja mambo kadha wa kadha wa kadha, tauhid ar-rububiyya. Lakini juzi hapa mlikuja hapa mjini, pana msikiti wa makaburi pale, ninyi mlikwenda mkapiga kambi pale. Sikutaka kumtajia makaburi yaliyokuwa huko makao makuu, kwa sababu makao makuu ya tablighi duniani ambayo yako wapi? Pakistan. Katika kituo kile ndipo alipozikwa huyo Muhammad ibn Iskandari na wengineo katika makhalifa wake, ndani ya msikiti huo, na watu wafanya tawafu. Sasa ni jambo ambalo la ushirikina. Nikamwambia Sheikh, sasa nyinyi mwaswali msikiti ile makaburi na mtume, zimekuja hadithi 14, Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi, hadithi ya Aisha, hadithi ya Salama, hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Bajali, hadithi chungu nzima zinazoashiria kwamba la tusallu ila al-qubur, la'ana Allahu kadha, ulaika shiraru khalqi. Yote hizi hadithi zote zimekuja 14 na ziada, zakataza watu kuswali kuelekea makaburi, kuweka misikiti makaburini.
mbona nini jambo hili mnikhalifu mfanya hivyo? Sasa hii ndio dawa ya mitume. Hii shirki au wasila wa kuingia katika ushirikina, mbona hamulizungumzi jambo hili mkawaelimisha watu? Sasa ni dawa gani mnayolingania? Utawakusanya watu kwenye lipi? Sasa dawa ya ahli sunna wal jamaa haiko kwenye kuunda na kutia viraka kwamba itabidi parekebishwe. Si kurekebisha, watu waache njia za upotovu wafuate njia sawa sawa. Hakuna kurekebisha. Upotovu wa pembeni si njia iko. Kwa hiyo sifuate njia mpaka tutafute njia nyingine za kuunda. Sasa mtu sijakasema, lakini kuna mambo mema. Wa kam min muridin lilkhairi la yusiba. Watu wangapi ufanye khairi, katika mambo ya khairi hawayapati? Kwa hiyo mimi situhumu nia zenu, lakini ninachokizungumza ni kwamba ni lazima utaratibu sahihi ufuate katika dini. Jambo jingine, utakuta mtu asimama msikitini atoa mawaidha, aleta visa vya ajabu. Kipofu na wale maziwa, kisa cha kiwetu sio kafanyaje, sijifanya buku na nani, yani visa kama hivi. Mambo kama haya katika Uislamu yatakana yatakaswe isiwemo. Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimetosha kwenye visa. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi. Kama somea aya hii, angalieni visa vingi vilivyomo ndani ya Qur'ani ambavyo ni ibra kwetu. Sasa tutafuta visa vya panyabuku vya kiasi gani na visa vimejaa tele katika Qur'ani. Unatafuta visa vya unju bin unuq, visa vingi vya ibra vimejaa katika Qur'an. Lakini nini hii al-qassasun ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam awasema vibaya watu hawa nini? Kwa sababu watu wako mbali na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama kudai kwamba kila anayesema la ilaha illa Allah ni mtu wa sunna, si sawa. Mimi najua kwamba makadiani wakubali la ilaha illa Allah, lakini hawakubali kwa Muhammad ni khatamin nabiyyin, ni makafiri. Kuna mashia Ismailia Bohora, Ismailia Aga Khan, kuna mashia Ashariya wasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Watamka, si kama hawatamki. Ukiangalia tasawuf na ashkali zake, kwa sababu itikadi ya baadhi ya Qadiria juu ya Abdul Qadir Jilani nyingine ni kufuru. Wameitakidi kwamba yeye, kuna mmoja asema hivi, mimi nilimuomba Mwenyezi Mungu mambo matatu, akanipa mawili, moja akaninyima. Asema nimemuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akayataja ni mambo mawili nimesahau. Jambo la tatu nikamwomba Mwenyezi Mungu janna, akanikubalia. Kadhalika jambo la tatu moja nimelisahau katika hayo. Jambo la tatu anasema nimemwomba Mwenyezi Mungu aniingize motoni. Mmoja katika masufi. Lakini Mungu akakataa. Akauliza kwa nini? Anasema kwa sababu nikiingia kule motoni, nikigaragara tu moto utageuka nyasi za kijani. Wallahi billahi mtafikia jur'a anasema hivyo. Kama mimi nikiingia motoni, alafu asema kwamba leo sikumuona haya Mungu, ningeutumia macho ule moto wote ukawa ni janna. Haya ni maneno ambayo Sheikh Ibn Baz amenukuu kwenye kitabu chake Al-I'sar. Ni kitabu cha I'sar, anazungumza masuala ya sufia. Baadhi ya Qadiria, baadhi ya Shadhilia na Busufia. Turuki kama hizi ambazo zimebeba mambo ya bid'a na dhalala na kufriyat, ni nyote mkusanya. Vipi utasema kwa sababu kasema la ilaha illa Allah basi kwenye haki? Basi hakuna haki, yote mbaki. Ikiwa mtu afikie kusema maneno haya alafu awe na yeye katika haki kama wewe, nyote mko sawa, basi nyote ni sawa. Hakuna aliye katika haki katika hili. Kwa hiyo lazima hali hii ibainishwe. Ama kudai kwamba sio kwenda Maka hujapata faida umepata huko China, shaka ni kwa sababu ya ujahili, hujafahamu faida iliyopatikana Maka. Hivi kweli Muislamu anazungumza maneno kwamba mimi nimekwenda China nimepata faida sijapata Maka? Bila shaka mtu ni mahrumu yeye katika nafsi yake. Sasa asilaumu mtu mwingine, alaumu nafsi yake. Kama ungekwenda kuangalia kuna Maka kuangalia barabara na nyumba, washinda kwenda
New York kwenda kuangalia majumba huko kwenda kuangalia Maka, ni shauri yako mwenyewe. Au ukirudi Maka kuna watu, kwani hakuna sehemu nyingine hakuna watu? Na kisha ni wewe mwenyewe tegemea umefuata nini Maka. Kwa hiyo dawa hii ina mathalibu mengi. Moja katika hili ni kubeba mabida makubwa haya manne na njia za dawa zinazotumika. Tukizungumza mimi nitaeleza kwa kirefu mpaka mwisho nikawaambia wale bwana pale mimi nimemaliza, na ninatakidi haya ni saa nyingine nimeyasahau, lakini mengi nimezungumza. Naomba kwamba kama niko katika batil nirudishe katika haki. Ndio bwana kanyosha kidole kaambia na sisi tuomba ruhusa twende zetu. Kaambia ruhusa hao wakasimama kwenda zao. Sisi tumeelewana jamani. Lakini kwa mujibu wa maandiko ya wanachuoni ni kwamba jamaa hii iko kinyume na haki. Hatuzungumzi jambo moja moja, mbona watu wasimama kiamu laili, mbona watu wafunga, kuna watu wengine walikuwa kutabangi na nini umetoka, lakini mashaallah yani tunaona kwamba tujalie ndio hivyo, lakini bado haijafanywa kwamba dawa, tunazungumza dawa kwa ujumla na mzunguko wake, bado haujasimama katika haki, bali uko katika msingi ambao si sawa sawa, na wala haifai kutoka pamoja nao. Wakataka dini, toka ukujifundishe ilmu kama alivyokuamrisha Mola wako, nenda katafute ilmu uje ulinganie. Kama hutatafuta elimu, madhambi yatakuwa kwako. Kama utatafuta elimu na usilinganie, madhambi yatakuwa kwako. Lakini kama wataka da'wa, nenda kujifundishe ilmu ya sheria, uzungumze kwa ilmu kwa raha kabisa yale unayokuwa unayajua, nafikisha japokuwa aya unayokuwa unayojua. Sasa sisi tumeambiwa balighu anni walau aya na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu asimama azungumza nusu saa nzima ndio aya unayokuwa unayojua wewe. Pengine azungumza kitu kingine hapo, aya inazungumza tofauti na ilivyokuwa katika sasa, si unyamaze. Sasa hii hadithi pia tunatumia, si mtu anasema bwana balighu anni walau aya, wewe wajua kwamba zina ni haramu, pombe haramu, mambo kama hayo ndio unatakana ufikishe, ukataze kwamba jamani ya pombe bwana, pombe haramu bwana kadha, lakini uzungumze katika ile mpaka wako ule ule. Usianze kusimama kueleza visa vya unzu binunuki msikitini kwa kupotezea watu wakati, mambo ambayo hayako, kwa sababu umesikia tu, kwa sababu kuna mtindo wa kukaa wasikiliza kama wenzako walivyosema na wewe wasema kama walivyosema, hutoki nje msingi huo. Hakuna dini hapo mtindo huo. Kwa hiyo Sheikh Hamoud Tuwaiji rahimahullah akaandika kitabu cha Al-Qawl al-Baligh fi Jama'at at-Tabligh, akayataja mambo mengi. Hali aliyotaja ni ya kihumuhumu tu, ya kienyeji ambayo yanafanyika, lakini hayo yenyewe yaliyotoa jamaa hii katika sunna utayakuta yako huko kwenye kitabu kamili mujallad na vingineo katika wanachuoni ambao wameelezana. Inshallah pengine katika darasa ya kesho au muhadhara kesho nitakuwa nacho kitabu kule Ilongero, kwa lengo la kuleta ithibati zaidi katika mazungumzo haya niliyotoa. Nilizungumza ni ya humu ambayo hakuna mtoto za kupinga. Leta ushahidi kama tablighi waswali msikiti wa makaburi, tutakwambia ima wajui tablighi au wajui makaburi. Sasa mambo yako wazi yaonekana. Leta ushahidi kwamba matablighi wamezana kutoka na hawamezani kwenye elimu, mambo yako wazi. Kwa hiyo mambo mengine yako wazi na ushahidi ukifuatilia. Sasa wametuletea jambo gani katika sunna? Moja katika mambo tuletea ni sera hii ya watu kutaka kupeana uongozi bila elimu. Wakuta watu wao katika sunna kwa muda mrefu, lakini hakuna mtu jahili kama yeye. Naeleweka, sizungumzi lugha hii kwamba nazungumza kashfa au matusi, nataka nieleweke. Nazungumza hali halisi. Mtu utakuta yuko kwenye sunna miaka mingi, kwa maana ya kwamba amekubali kwamba hii sunna, hii bid'a, hii kadha, akakubali na baadhi ya vitu, akaachia ndevu mashaallah, akakata nguo yake kama ni suruali au kama ni kanzu, baadhi ya vitu akafanya hivyo, basi kwa sunna. Hajui kusoma Qur'ani, kama ajua papasa, hajui chochote katika mambo ya dini, katika itikadi kwamba hii. Mfano, nataka nipige mfano, na kama mtu abisha asimame nimuulize mambo ya msingi kwa kawaida, lakini hatuko katika hali ya kuhadhiriana. Lakini mfano, neno la ilaha illa Allah, neno ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alikuwa akilingania
qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Man kana akhir kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yule ambaye mwisho maneno yake man kana akhir kalamihi la ilaha illa Allah, yule ambaye mwisho maneno yake itakuwa la ilaha illa Allah ataingia peponi. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mengineyo kuhusu la ilaha illa Allah. Msimamishe mtu mwingine aliyedumu katika sunna kwa miaka na vikaka, muulize hii la ilaha illa Allah jina lake lingine inaitwaje, ina majina mangapi? Hii la ilaha illa Allah unaitamka wewe ina nguzo ngapi? Hii la ilaha illa Allah ina masharti mangapi? Hii la ilaha illa Allah ni vitu gani vyenye kuichangua hii la ilaha illa Allah? Nasema wallahi wa billah, unaweza kukuta wengi katika watu wa sunna, tena watu ambao wako mamlaka ya kuongoza hawajui. Jamani, nawashutumu kwa jambo ambalo haliko. Kama nasema uongo pia mniambie kwamba sio kweli, lakini hili ni jambo la kwanza ambalo ndio miftahu al-Islam, ufunguo wa Uislamu. Wale majahali wakina Abu Jahl walijua maana yake na wakaijua ila Allah maana yake nini, wakaipinga wakiwa wajua kwamba aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, huyu atakapokuwafanya miungu wote ya Mungu mmoja tu huyu. Kwa hiyo alipoambiwa la semeni la ilaha illa Allah, kwa hiyo wakajua wakapinga, walipinga kwa ujuzi, kwa sababu walijua tukisema la ilaha illa Allah takana tuache hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, tusifanye hili na hili na hili na hili na hili, kwa sababu hili na hili na hili litachangua. Walikuwa wakifahamu. Sisi tujue wale masahaba waliposema la ilaha illa Allah, ikawa imani zao zimejazwa katika vifua vyao. Mtu yuko tayari atakitari mauti kuliko kuitupa la ilaha illa Allah, na maisha yake ni la ilaha illa Allah. Na ndio maana zilikuwa zikiteremka amri haraka. Hebu angalieni, nitakupeni mfano mmoja. Abu Talha sahaba, hata Talha, ilipoteremka aya إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آية 91 أو 92 مائدة. ilipoteremka aya hii, masahaba walipoambiwa wakome kunywa pombe, wakabeba mitungi yao ya pombe wakaanza kuimwaga. Na hali ya kuwa pengine mwingine kanunua mapipa 20 leo kwa mtaji wake wa kuendesha maisha yake kila siku, ndo kanunua ili auze, arudishe mtaji, apate faida, ale na wanawe na endeleshe katika maisha yake. Yateremka aya kwamba ni haramu hata kuuza pia ifai, kumwaga. Watu wakabeba mitungi yao kwenda kumwaga. Abu Talha amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mali ya pombe ambayo mimi niko nayo ile ni mali ya yatima. Mimi nina yatima na mlea, na yule mali ile nimetumia nimeweka mtaji katika kuuza pombe. Sasa imeteremka aya hii ifanye mwaga pombe, ikamwaga. Wallahu ghafurur rahim. Basi ikamwaga pombe, iliyopita akashapita, kajayo tuangalie mambo mengine maisha. Ina maana kuna watu walifilisika kwa sababu pesa zao, yani mali zao wameinvest katika ulevi, ambao sasa aya imekuja imeharamisha, wakati huo huo ifanywe kazi. Naeleweka? Hebu angalia imani ilivyojaa, watu wakamwaga. Sasa subiri kidogo niuze, nikinunua ile mara ya pili, nikiuza tena basi mimi nafunga kazi, sifanyi tena biashara hii. Sasa ndio Uislamu. Ukija hivyo hivyo katika niqab au katika hijabu ya kisheria, aya ziteremka, majlis ya Mtume haijakwisha, wachomoka baadhi ya watu na kutoa taarifa nyumbani, Mtume amekaa katika majlisi hiyo hiyo, aya hijabu inateremka, hoja kaa sawa sawa. Wanawaona wanawake wa Madina wametoka wamevaa hijabu ya kisheria mitaani, watu wanapita mutalafiati bimurutihinna. Hajabu hii aya, hata Mtume hajaondoka. Kumbe kuna watu waliposikia jamaa kuna aya imeteremka hijabu kina dada kina mama. Faili hii leo sisi wanawake wetu rahisi. Ni balaa, vita. Hijabu zafanywa kiujanja ujanja. Matatizo matatizo. Tutafanya hila. Nini? Ni kwa sababu gani?
kwa sababu hatujajua la ilaha illallah. Hatujajua la ilaha illallah. Lakini kama lao kama tumejua la ilaha illallah tungekuwa kama wale. Sasa nataka kurudi kwamba masahaba walijua la ilaha illallah, kadhalika majuhali wale walijua la ilaha illallah. Wale wakapinga wakiwa wajua wanapinga kitu gani, hawa wakakubali wakajua wanakubali kitu gani. Ndio Sheikh Muhammad Abdul Wahhab akashangaa akasema, msiba ulioje huu wa kuwa majahili wa zama zile walijua zaidi la ilaha illallah kuliko Uislamu wa leo. Sasa ni kweli ukiangalia, kwa sababu kumwambia Muislamu leo nitajie na watu za la ilaha illallah hazijui, ambalo ni jambo la msingi. Sasa mtu huyu anaweza kuwa kiongozi, ambaye wewe bwana ni amiri au wewe ni mdiri, jimbo hili lote hili la Uislamu ni lako. Jamaa, hatumuogopi Allah. Kwa nini watu hawa kwanza wasisome wakajua, kwanza wakajijua wao wenyewe, wakamjua Mola wao, wakawa na uwezo wa kuwafahamisha watu? Mbona tutapeana vyeo tu bila ya kuangalia na kumwogopa Allah tabaraka wa taala? Nini hizi ni sera tumezirithi kutoka kwa watu sio kwa sunni. Ama ahli sunnah wal jamaa, misikiti yao na mikao yao yote ni durusu za kielimu. Ahli sunnah wal jamaa as-salaf as-salih walikuwa hawakai isipokuwa ni durusu za kielimu. Qala Allah wa qala Rasulullah. Na ndio baadhi wanasema kwamba jannib majalisana haditha 'anil furuji wal butun. Hebu ondoeni katika majlisi zetu mazungumzo yanayozungumza kuhusu matumbo na tupu za watu. Tutazungumza mke yule, mke wangu, mume wangu. Acheni mazungumzo hayo. Acheni mambo ya kula. Tuzungumzeni mambo ya kiume, mambo ya kielimu. Hivi ndivyo walikuwa salafu salih. Sasa misikiti yao ni amira bil ilmi na durus. Sasa sisi tumezitupa sira hizi kwa sababu tumeiga sira za kina jamaa ya tablighi na njia ambazo hazina ihtimamu. Shura baada ya shura, ila sasa shura kina baba mshauriana nini mnachoshauriana kisichokwisha katika dini hii? Ni kitu gani hicho? Malakum. Kwa hiyo mtakikana kushauriana kupo, lakini mbona hizi durusi, mbona watu hawahimizani? Dawa jamani, dawa kesho wapi sijui huko Ilongero, kesho kutwa kuma twendeni dawa. Dawa si lazima msome, haitaki kale kusoma. Kwa lazima watu wasome elimu ya sheria. Tukiipinga elimu ya sheria au tutakapokuwa tumeipuuza, tukaona mambo ya kitoto, kwa sababu sasa hivi watu wanaona kwamba mambo ya kitoto haya, mwache mtoto aende madrasa, enda zake madrasa atasoma katika la 10 katika darasa la 7 tuishe. Sasa wewe sasa basi tuona dini kama kitu maskhara hivi, hakina faida yoyote. Sasa huu mtazamo huu tuliokuwa nao sasa hivi, wallahi utatufanya sisi tutoke nje, bali utatufanya sisi tutoke katika njia sawa sawa. Kwa hiyo haya ni mambo ya kurithi kutoka nje, watu kuwa ni viongozi, watu kuwa ni wakuu, ni watawala bila ya kuwa na elimu. Katika jamaati nyingine si tatizo. Kwani tatizo wewe kuwa kiongozi basi. Kwa hiyo kadhalika kuna mambo